la agano la wana wa Israeli, chukueni sanduku, wapelekeni sanduku lao. Walipolichukua sanduku lao na sanamu yao ikasimama. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo Mungu achanganywe na sanamu. Kwa hiyo popote tutakapokuta sanamu tutaikemea na wala tutavunja. Na ndio maana mimi nikiingia sehemu palipo na sanamu huwa natamani kuzivunja. Maana nakatabika moyoni mwangu. Mungu wangu anachukia sanamu. Kama sanamu yenyewe ilianguka kusujudia sanduku la agano, je, Mungu niliye naye ndani mwangu hivi anajisikiaje? Unajisikiaje unapoingia kwenye sanamu? Kuna mtu mwingine kama anaga akili. Yaani unaijua kweli kabisa, unaenda sehemu labda unakuta kuna sanamu na unasema kwa jina la Baba na la Mwana na Amina. Yaani ndani yako unakuwa na amani kweli. Wewe huna Mungu. Huna Mungu kabisa. Nasema ukweli ambao ni kweli. Ukaenda sehemu ambapo kuna sanamu, ndani mwako pasifurukute, huna Mungu kabisa. Tafuta nafasi ya Mungu aishi ndani yako. Huna Mungu. Yaani mimi nikiingia sehemu ambapo watu wanafanya ibada, kila ninapogeuka kuna sanamu, huwa nakosa amani. Mpaka muda mwingine natoka nje, tunaenda kufanya mambo yangu, kwa sababu Mungu aliyeko ndani mwangu anatamani kuzivunja sanamu. Ajabu sana. Mungu akubariki sana. Fanya tukio moja, siku moja tumeenda kuzika, alafu wakaleta sanamu ya msalaba. Wameleta msalaba, alafu wanasema huu msalaba ni kwa ajili ya ukombozi. Nilianza kuuzika msalaba, nikamzika na marehemu. Niliutanguliza kwanza msalaba ni laana. Leo watu wametukuza misalaba mpaka wanaweka kwenye matumbo yao, wanaivaa kwenye mashingo. Utafikiri ni utukufu wa Mungu, kumbe ni ushetani. Ni maajabu sana. Na asila nataka tukaisaidie dunia, wanaangamizwa tu. Watu wametafuta mafundisho ya ajabu. Unajua hii ni kumbukizi ya nani? Ya babu yako. Kumbukizi ya kweli ni ya Roho Mtakatifu. Yesu anawaambia kwamba nitawaachia Roho Mtakatifu atakayewafundisha katika kweli yote. Leo mtu anakuja anakuambia hii ni kumbukizi ya nani? Ya baba yako. Kumbukizi ya kweli ni Yesu Kristo. Anayesema naishi ndani yako, naingia, fungua mlango wako, niingie ndani yako. Leo anatuambia kumbukizi gani hiyo? Ni maajabu sana. Mungu akubariki sana. Lakini na amani sana, lakini tutawasaidia watu, tunaonea huruma sana. Sema amen. Kwa hiyo ina maana sanamu haichanganywi na Mungu. Ukikuta kuna eneo watu wamechanganya sanamu na Mungu, jua kuna kimoja kinadumu. Mungu akubariki sana. Na ndio maana ukiingia watu wametawaliwa na sanamu, jua Mungu hayupo. Anazungumza kwa herufi kubwa. Hivi herufi kubwa inazungumzwaje? Mungu akubariki sana. Yaani ukikuta watu wamekaa ndani yao wanafanya ibada, alafu ndani yake kuna sanamu.